Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetangaza kuwa hakuna meli itakayokatiza katika mlango wa bahari wa Hormuz bila kujali bendera yao ambayo itapita katika eneo hilo bila kushambuliwa. Meli zote zitakazopita katika eneo hilo zitashambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, hii ni kutokana na Marekani kudumisha mzingiro wake wa bandari za Iran. Jaribio lolote la kukaribia njia ya maji litalengwa, ilisema taarifa ya IRGC. IRGC wameweka wazi wakisema kwamba kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran IRGC liko wazi. Tunatoa tahadhari kwamba hakutakuwa na meli itakayoruhusiwa kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ni tangazo lililotolewa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC. Mnamo Ijumaa, Tehran awali ilitangaza njia ya majini kuwa iko wazi kabisa kwa meli za kibiashara kwa kipindi kilichobaki cha usitishaji wa vita wa siku 10 kati ya Israel na Lebanon na kusababisha kushuka kwa bei ya mafuta kwa matumaini ya kumalizika kwa vita. Hata hivyo, wakati rais wa Marekani Donald Trump alijisifu habari hizo akisema kwamba vikwazo vya Marekani kwa bandari za Iran, kwamba Iran ilikubali kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kutokana na nguvu ya Marekani, lakini Marekani itabaki kuzuia bandari za Iran na kwa nguvu zote hadi makubaliano ya amani yafikiwe. Hii ilikiuka masharti ya kusitisha mapigano na kusababisha Tehran kuweka vizuizi tena katika mlango wa bahari wa Hormuz, kulingana na shirika la habari la IRGC. Jeshi la IRGC hata hivyo linadaiwa kwamba kuanzia lilipotoa tangazo hilo hakukuwa na meli ambayo imekatiza katika mlango wa bahari wa Hormuz ambayo iliruhusiwa. Angalau meli 3 zilishambuliwa zilipokuwa zikijaribu kupita ukanda muhimu wa mizigo, kulingana na Axios. India imemwita balozi wa Iran kupinga mashambulizi dhidi ya meli 2 zenye bendera ya India na kuitaka ianze tena kuruhusu meli za New Delhi kupita. Kwa mujibu wa ripoti nyingi za vyombo vya habari, Marekani imewasilisha madai kadhaa kwa Iran, ikiwa ni pamoja na kukabidhi akiba yake ya urani iliyorutubishwa. Wakati Trump alidai kuwa Tehran imekubaliana na kila kitu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei alisema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitatoa hifadhi hiyo ambayo alitaja kuwa ni takatifu kama ardhi ya Iran. Hata hivyo, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf alisema kwamba rais huyo wa Marekani ni mtu mwongo, kwamba hakuna makubaliano yoyote kati ya Marekani na Iran juu ya kufunguliwa kwa Hormuz, lakini ni baada ya kusitishwa kwa vita kati ya Israel na kundi la wapiganaji la Hezbollah kama sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa vita nchini Iran. Trump amependekeza kwamba hataongeza muda usitishaji wa mapigano na Iran na anaweza kuanza tena mashambulizi ikiwa mazungumzo ya amani hayataleta matokeo yanayotarajiwa kufikia Jumatano. Inadaiwa kwamba siku ya jana Jumamosi jioni alitisha kikao cha dharura na maafisa usalama kujadili hali hii, na kwamba kuna uwezekano mkubwa wa rais huyo wa Marekani kuagiza mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, idadi kubwa ya wanajeshi wake pamoja na meli za kijeshi zinadaiwa kupelekwa katika eneo la Mashariki ya Kati, ishara ya kwamba wakati wowote kuna uwezekano wa kufanyika kwa mashambulizi. Meli 3 za kibiashara zimeshambuliwa katika eneo hilo la bahari la Hormuz na angalau moja ikipata uharibifu fulani, kulingana na shirika la habari la Axios. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The